Simulizi ya maisha na uongozi wa Mheshimiwa Beno Malisa katika safari ya utumishi wa umma nchini Tanzania. Jina la Mheshimiwa Beno Malisa limekuwa miongoni mwa majina ya viongozi waliokuwa kwa nidhamu kubwa na uzoefu wa kujitoa kwa wananchi. Safari yake ya uongozi haikuanza juu, bali ilijengwa hatua kwa hatua, ikiongozwa na elimu, maadili na dhamira ya kulitumikia taifa. Tangu awali, Beno Malisa alionyesha kiu ya maarifa na uelewa wa mfano utawala. Elimu yake ilimwezesha kuingia katika taaluma ya sheria, taaluma iliyomjengea misingi imara na kuelewa katika haki, wajibu wa msingi wa uongozi bora. Kupitia taaluma hiyo alijifunza kuwa na maamuzi ya uongozi hayapaswi kuongozwa na hisia, bali na sheria, haki na maslahi ya watu anaoongoza. Baada ya kuhitimu, alijiunga na utumishi wa umma, akipata nafasi mbalimbali za uongozi wa utendaji. Katika kila nafasi aliyowahi kushika, alitambulika kama kiongozi mwenye msimamo, anayesikiliza na anayehimiza uwajibikaji. Uzoefu huu ulimjenga polepole, akiwaandaa kwa majukumu makubwa zaidi ya kitaifa. Hatua muhimu katika safari yake ilikuja pale alipoaminiwa kuongoza katika ngazi za juu zaidi ya serikali, hadi hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipomteua kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Uteuzi huu haukuwa wa bahati nasibu, bali ulikuwa ni matokeo ya imani ya serikali juu ya uwezo wake wa kusimamia mkoa kwenye umuhimu mkubwa kiuchumi na kijamii. Alipoingia Mbeya kama mkuu, alikuta mkoa wenye fursa nyingi, lakini pia changamoto lukuki. Kupitia mtindo wake wa uongozi, alisisitiza amani, mshikamano na uwajibikaji. Aliamini kuwa maendeleo hayawezi kupatikana pasipo nidhamu, ushirikiano wa uongozi na wananchi, pamoja na heshima kwa sheria za nchi. Katika kipindi chake cha uongozi, Mheshimiwa Malisa amekuwa na mstari wa mbele kuhimiza utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa uwazi na ufanisi, ulinzi wa amani na usalama wa wananchi, ushirikishwaji wa wadau na maendeleo ya wafanyabiashara ya jamii kwa ujumla, uwajibikaji wa utumishi wa umma katika ngazi zote. Zaidi ya yote, ameendelea kuamini kuwa kiongozi bora ni yule anayetumikia watu, si kutawaliwa na madaraka. Kupitia mikutano ya hadhara, vikao vya kitaaluma na ziara mara kwa mara, amejenga ukaribu na wananchi wa Mbeya, akisikiliza kero zao na kusimamia ufumbuzi wake. Kwa ujumla, simulizi ya Mheshimiwa Beno Malisa ni hadithi ya kiongozi aliyelelewa na misingi ya elimu, sheria na maadili ya utumishi wa umma. Kiongozi aliyeona jukumu la uongozi kama dhamana ya kutumikia wananchi na kulinda maslahi ya taifa. Ingawa karibu nikupitisha katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho ukuaji wake mpaka hivi sasa alipofikia Mheshimiwa Beno Malisa. Uteuzi na cheo. Mheshimiwa Beno Malisa aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni nafasi ya uongozi wa juu katika utumishi wa serikali ya mkoa huo. Kabla ya uteuzi huo, alihudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi kwenye utumishi wa umma, ikiwemo kazi kama mkuu wa wilaya wa Mbeya na kazi nyingine za uongozi. Mheshimiwa Beno Malisa ana sifa za uzoefu mkubwa kwenye utumishi wa serikali. Kwa mfano wa taarifa za LinkedIn, yeye ni advocate, yani mwanasheria wa Mahakama Kuu and Notary Public, Commissioner of the Oath, kazi anayohusiana na utaaluma wa sheria. Kuwa na vyeti vya sheria kunampa uelewa mzito wa kanuni za utawala, sheria ya maamuzi ya serikali, jambo muhimu kwa uongozi wa mkoa kama Mbeya. Jukumu la kazi. Kama mkuu wa mkoa, mheshimiwa ana jukumu la kusimamia utekelezaji wa sera na programu za serikali mkoa wa Mbeya. Baadhi ya shughuli za na maandishi yake yanajumuisha uongozi wa maendeleo. Alishiriki uzinduzi wa maonesho ya biashara kama iliyofanyika kwa maonyesho ya biashara ya Kusini International Trade Fair huko Kyela, ili kukuza uchumi katika mkoa na fursa za biashara za kazi. Ametilia mkazo usaidizi wa kutambua mchango wa kitaaluma wa afya, hasa wale wanaotunza wajawazito na watoto wachanga, kutangaza msaada wa vifaa vya afya kwa hospitali za mkoa. Ameunga mkono uboreshwaji wa uwazi katika ununuzi wa serikali kwa kuhimiza watumishi kutumia mfumo mpya NeST ili kupunguza rushwa na kuhakikisha uwazi. Amehimiza ulinzi wa amani wakati wa kipindi cha uchaguzi kwa wananchi kujitokeza kwa amani na kutumia haki zao za kidemokrasia bila vurugu. Amehimiza zaidi utekelezaji wa sera na serikali juu ya masuala ya usalama, elimu, biashara na utekelezaji wa serikali kanda nzima, usimamizi wa jamii na ushirikiano. Mheshimiwa Malisa pia anashirikiana na viongozi wa dini na kijamii kuhamasisha amani, utulivu na mshikamano katika jamii. Ameendelea kutoa maelekezo na matokeo kwa wadau mbalimbali wa kijamii
kama usafirishaji wa wakulima, wajasiriamali na mashirika ya umma ili kuchangia maendeleo ya mkoa. Na hii ni simulizi fupi inamhusu Beno Malisa, ni kiongozi wa serikali aliye na taaluma sheria na uzoefu wa utumishi wa umma ambaye amechukua jukumu la kusimamia mkoa na kuongoza utekelezaji wa sera ya serikali, maendeleo ya jamii na kuhakikisha amani na uwazi wa serikali. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi, hapa ni Usiku TV.